Wazazi na walezi wamehimizwa kutumia fursa zinazopatikana katika maonyesho ya 7 ya elimu ya juu Zanzibar ili kupata taarifa sahihi zitakazowasaidia kuelekeza watoto wao katika uchaguzi wa taasisi na kozi mbalimbali za elimu ya juu. Wito huo umetolewa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mwalimu Amos John Henock, mara baada ya kutembelea mabanda ya maonyesho katika viwanja vya Maisara mkoa Mjini Magharibi Unguja. Mwalimu Amos amesema maonyesho hayo yamekusanya taasisi mbalimbali za elimu ya juu, jambo linalowapa wanafunzi na wadau wa elimu nafasi ya kupata taarifa kuhusu kozi, udahili, ufadhili na fursa nyingine za masomo, hatua itakayorahisishia kufanya maamuzi sahihi kuhusu mustakabali wao wa elimu. Nia na madhumuni ya kutembelea maonyesho haya ni kuona shughuli mbalimbali za uwekezaji wa elimu na kuona wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao katika Wizara ya Elimu ni kwa jinsi gani wanaunga mkono juhudi za serikali. Kwa hiyo katika kutembea nimegundua kwamba kuna mwitiko mkubwa sana wa asasi za kiraia na asasi zile za serikali katika maonyesho haya. Nimeona taasisi nyingine zimetoka bara na nyingine zipo hapa visiwani, na zote hizo lengo ni kumlenga yule mwanafunzi ambaye anatakiwa apate elimu ya leo na kesho kwa ajili ya taifa letu. Kwa kweli matumizi ya fursa hii ni jambo la msingi, na ukiacha kuitumia fursa hii itakukosti baadaye. Kwa mfano tukija katika banda letu hili, kuna wenzetu hao wanatoa zile namba za NAB. Ukishindwa kuipata namba hii hapo kwa urahisi, baadaye itakugharimu kwenda kuifuatilia katika mazingira mengine. Kwa hiyo nitoe wito wazazi wafike katika mabanda haya, hasa wale ambao watoto wao wako kule JKT kwa sasa. Ingawa sisi kama serikali tumewafuata watoto kule, lakini watoto pia wanafuata mawazo ya wazazi katika kuselect kombe mbalimbali za kusoma. Kwa hiyo wengine inawezekana huduma ziko kule, lakini kwa huku hawajapata maamuzi. Sasa wale wazazi ambao wanahisi watoto wao wanahitaji kuwasomesha katika mazingira wao wanahisi, basi wale wazazi wafike katika mabanda haya kupata utaratibu au elimu yoyote ile ambao wanaweza kuitumia ili kuhakikisha watoto wao wanaenda kwenye hivyo vyuo. Aidha, amepongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kuendelea kuwekeza katika sekta ya elimu, ikiwemo kuongeza bajeti ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Pia amewahimiza wananchi ambao bado hawajafika kwenye maonyesho hayo kuwatembelea, iwe Unguja au Pemba, ili kunufaika na huduma zinazotolewa. Tuwapongeze marais wetu wawili, hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia na rais wetu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kuwekeza katika swala zima la elimu. Kila unakozunguka katika nchi hii unakuta miundombinu mipya ya kielimu na miundombinu rafiki katika masuala ya kielimu. Kuna miundombinu ya kiteknolojia na kuna miundombinu ya kisasa hasa katika masuala haya ya business, masuala ya kilimo, masuala ya utalii, yani kuboresha huu mtaala wetu wa mafunzo ya amali. Lakini kama hiyo haitoshi, mwaka jana tulikuwa tuna boom la bilioni 35 kwa ajili ya wanafunzi hawa kupata mikopo. Mwaka huu mheshimiwa ametuongezea kufikia bilioni 45. Yote hii ni kuhakikisha kwamba Tanzania hakosi elimu. Lakini tuseme kwa nini kule bara na huku, na bara nako kumeongezwa boom kutoka bilioni 900 mpaka trilioni 1.7. Kwa hiyo hii yote inaonyesha viongozi wetu namna gani wanavyojali swala zima la kusomesha. Hasa tukijua kwamba elimu ni ghali. Uwekezaji wa elimu ni ghali, lakini wananchi wetu vipato vyao ni vidogo. Kwa hiyo serikali ina support katika swala hili. Na ndio maana tunatoa wito wakati wote kwamba hatuwezi kumwacha mtu nyuma katika swala la elimu. Iwe katika level ya msingi ambapo kunatolewa elimu bure, iwe katika level ya vyuo vikuu ambapo kunatolewa elimu za hizi ruzuku au tunaziita kama ni mikopo kwa ajili ya wanafunzi wetu. Kwa hiyo tutoe wito tu kwa wazazi wasikatishwe tamaa na maneno yanayosemwa nje, lakini wasiwakatishe pia tamaa wanafunzi, wawashajihisha katika kusoma, kwa sababu elimu tayari imewekwa mazingira mbalimbali. Lakini pia kuna scholarship zinatoka, kuna Mama Samia scholarship, kuna BOT scholarship na scholarship nyingi zipo. Yote hayo yanawekezwa katika kuhakikisha Mtanzania huyu anapata elimu, lakini pia tunaishi maisha yaliyo bora kabisa. Ambao watakosa kufika hapa, sisi Zanzibar tuna maeneo mawili, Unguja na Pemba. Kwa hiyo maonyesho hayo yakishamaliza hapa, kwa wiki linalofuata tutahamia Pemba. Kwa hiyo wazazi wasiwe na wasiwasi kwamba tutaenda huko, tutawafuata katika kuhakikisha na wao wanaipata hii fursa. Kwa hiyo nitoe wito tu, tuitike wito huu kuja katika maonyesho haya ili tuweze kupata maarifa mbalimbali ya kuona ni kwa jinsi gani serikali imewekeza katika swala zima la
wanafunzi wetu. Kwa upande wake, meneja ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu Zanzibar, Temba Philibert, amesema serikali inaendelea kuthamini sekta ya elimu kwa kuongeza bajeti ya mikopo, hatua inayolenga kuwawezesha wanafunzi wengi zaidi kupata fursa ya kuendelea na elimu ya juu. Tuko katika maonyesho haya ya elimu ya juu kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi, hasa wale wanaohitaji kuingia kwenye vyuo vya elimu ya juu. Kama unavyoona kwenye bango letu, serikali imefanya kazi kubwa sana kwa mwaka huu. Tangia bodi imeanzishwa, hatujawahi kuwa na bajeti kubwa ya namna hii. Tulianza na bajeti ndogo, na mwaka jana tulikuwa na bilioni 900 plus, lakini leo hii tumeingia kwenye trilioni 1 point. Kwa hiyo tunaweza kuipongeza serikali sana kwa hili ambalo wamelifanya kwa mwaka huu, ili basi kuweza kufanya wanafunzi wengi zaidi waweze kupata mikopo. Na tungependa kuambia wanafunzi ni vyema wayatumie maonyesho haya vizuri, ili basi waweze kusaidiwa katika maeneo yote ya uombaji wa mikopo. Kama unavyoona upande wa pili, tunawasaidia pia wanafunzi wale ambao walikuwa hawana anwani za makazi. Kwa hiyo unapofika kwenye banda letu hapa, yamkini hata kule Pemba tutakuwa hivi, unaweza ukasaidiwa katika maeneo yote ambayo yatakao kusaidia katika uombaji wa mikopo. Kama tunavyojua kwa sasa hivi, mwanafunzi anaweza akaomba mikopo ya diploma, lakini anaweza akaomba hata mikopo ya degree. Lakini pia kuna wale ambao wamefaulu vizuri kwenye masomo ya sayansi, bodi ya mikopo inaweza ikawapa Samia Scholarship. Kwa mwanafunzi anapofika kwenye banda letu, tunaweza tukamwelewesha ni wapi ambapo unaweza ukasema unaomba Samia Scholarship, lakini hata katika maeneo mengine. Lakini pia pamoja na hiyo, tunakaribisha pia hata wale ambao walionufaika na mikopo pia. Tunafahamu jinsi urejeshaji unavyokuwa mkubwa, ndivyo tunaweza tukakava eneo kubwa zaidi la kuwasaidia wanafunzi. Kwa hata kwa wale ambao yamkini wanajua walinufaika na mikopo huko nyuma, tungetamani sana wafike hapa na tutawahudumia hapa. Hata wale ambao yamkini watamaliza hii mikopo, tunaweza tukawapa barua hapa bila kuhitaji kwenda maeneo mengine. Maonyesho ya 7 ya elimu ya juu Zanzibar yanaendelea katika viwanja vya Maisara, ambapo viongozi, wadau wa elimu, wazazi, walezi na wananchi wanaendelea kutembelea mabanda mbalimbali kupata elimu na taarifa kuhusu fursa zinazotolewa na taasisi za elimu ya juu. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.